Lakini jambo lingine la tatu ambalo Bwana Yesu alinisaidia katika hasa upande wetu sisi watumishi wa Mungu tunaotamani siku moja tumuone Yesu, akaniambia nijiepushe mimi lakini na watumishi walio kwa mfano wangu, maana ya wachungaji, wainjilisti, mitume na manabii, wote wenye matumaini ya uzima wa milele, na swala la majivuno. Kujivuna kwa sababu namna Mungu alivyokutumia, namna Mungu alivyojidhihirisha kwako, namna ulivyobarikiwa, namna ambavyo Mungu amekutumia katika mambo kadhaa juu ya kipawa ulicho nacho, neema ulionayo. Unaanza kuona sasa uwezi kusaidiwa na watu wengine. Unaanza kuona sasa ni kama vile mtu asiyeweza kukosea, asiyeweza kumkosea Mungu kwa namna, asiyeweza kusaidiwa. Mimi ni kiungo cha wewe, wewe ni kiungo cha mimi, wewe ni kiungo cha mtu, na wako watu ambao ni kiungo chako, na hao watu ndio jicho lako. Wana uwezo wa kukusaidia. Kuonywa na kuonyana ni sehemu ya utakatifu kwa watu wenye tumaini la uzima wa milele. Anasema onyaneni kila iitwapo leo. Ziko kanuni tu na njia mbalimbali ambazo kila mmoja anaweza kaonywa kwa kadiri alivyo. Biblia inasema mzee aonywe kama mzee, kijana aonywe kama kijana. Kwa Roho wa Mungu ataachilia hekima ya mchungaji kusaidiwa, mwinjilisti kusaidiwa, mtume, nabii kusaidiwa, na mtumishi yeyote ile kusaidia. Sasa unapofika mahali ukaona uwezi kusaidiwa na ukadharau wengine, ukajiinua, ukajikuza kiasi cha kwamba sasa ni mkamilifu, ujue uko karibu na anguko. Biblia inasema kwamba ajikuzae atashushwa, naye ajishushae atakuzwa. Manake atakwezwa, atainuliwa. Kabla ya heshima hutangulia unyenyekevu, na kijapo kiburi na majivuno ndipo lijapo anguko la mtumishi wa Mungu. Ndipo ijapo aibu. Mwisho wa kujiinua, mwisho wa kujiona, mwisho wa kujisifu katika namna yoyote, katika namna ya kiutumishi, ni fedhea na aibu. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, ndio maana Yesu alikataa. Anasema yeyote anayetaka kuwa mkubwa na awe mdogo, awe mtumishi wa wengine. Maana yake awe tayari kusaidiwa kama mtoto mdogo anavyosaidiwa. Mungu atakutumia kwa namna mbalimbali, lakini kutumiwa na Mungu kujidhihirisha kwako sio tiketi ya kwamba sasa wewe ni mkamilifu uweze kusaidiwa kwa namna moja ama nyingine. Jifunze kwa wengine, wasikilize wengine, jitiishe mbele za Mungu aliye hai, atakuinua. Unapoona udhaifu wote unatokea, mtumishi wa Mungu, usichupaze shingo yako, shuka na kunyenyekea. Kile makosa ambayo unaweza ukasaidiwa na utumishi wengine. Najua Roho wa Mungu ni roho wa utaratibu, ni roho aliyejaa hekima, ni roho asiyeweza kumdhalilisha mtu. Na ukiona umefikia viwango vya kudhalilika, ujue ni una kiburi ndani ya moyo wako. Biblia inasema kwamba aonywae mara nyingi, lakini akishupaza shingo yake atavunjika, wala hatapata dawa. Kwa kuna wakati mwingine unapoona unaangukia kwenye fedhea, kwenye aibu, ni baada ya kuwa Mungu amesema na wewe sana na amekusaidia, na ili usije kaendelea kupotosha wengine, anaamua kukuweka dhahiri. Biblia inasema kwamba wako wale akina Himenayo ambao wakijifunza mara nyingi lakini wasifikie ujuzi wa kweli. Anasema hawataendelea sana, uovu wao utakuwa dhahiri mbele ya watu wote. Sasa kinachofanya mtu anafika mahali pa kufedheheka ni saa ambayo anakuwa amejizuia na kuonywa, kusaidiwa, kushauriwa, kuelekezwa, kusaidiwa na watumishi wengine wa Mungu. Hujitoshelezi peke yako mtumishi wa Mungu askofu, hujitoshelezi peke yako mtumishi wa Mungu mwimbaji, nabii, hata kama Mungu anajidhihirisha kwako na kukutumia katika nafasi ya unabii, lakini haujitoshelezi peke yako. Unahitaji kutegemezwa, unahitaji kusaidiwa. Unaposikia Mungu anasema onyaneni kila itwapo leo, maana yake kuonywa hakujaweka kanuni kwamba ni mshirika tu anaweza kaonywa. Wewe askofu uwezo kaonywa, wewe mwinjilisti uwezo kaonywa, mchungaji uwezo kaonywa. Kila mmoja kwa namna yake ataonywa.
na huo ndio utakatifu, na kwa namna hiyo tutamaliza salama watumishi wa Mungu. Paulo alisema, mimi nisije nikawa mtu wa kuwahubiri wengine, kuongoza wengine wakaona uzima wa milele wakaingia mbinguni, lakini mimi nikawa mtu wa kukataliwa. Biblia inaeleza wazi, Mungu hana upendeleo. Cheo hakisimami katika nafasi ya kumkamilisha mtu, kwamba ukaokolewa kwa sababu ya cheo. Nikaokolewa kwa sababu ya nafasi yangu kama mchungaji, na kwa neema ya Mungu amefunua na kudhihirisha namna ambavyo watumishi wengi wanapotea waliotutangulia. Wako watu wengi wamejitumainisha uzima wa milele, lakini kwa sababu ya kujikuza, kwa sababu ya majivuno, kwa sababu ya kiburi cha kwamba Mungu anasema na mimi peke yangu. Saa nyingine Mungu anaweza kutumia yoyote ndani ya madhabahu, akamtumia mtu usiyedhani kama kiongozi, mchungaji na askofu. Mungu akamtumia kukuonya, akatoa ujumbe, maelekezo kwa namna yoyote kwa ajili ya kulisaidia kanisa, lakini ukashindwa kulitendea kazi kwa vile tu wewe ni askofu, kwa vile tu wewe ni mchungaji, kwamba Mungu atasema na mimi tu. Wengi wameanguka katika hilo anguko, mwisho wa siku wako jehanamu wanalia. Wale waliopata neema ya Mungu kufunuliwa katika wale watumishi walioko huko kuzimu, ambao walimtumikia Mungu duniani wakijidhani kwamba ni wakamilifu, hawakumfungulia mlango wa Mungu kuwasaidia kupitia watu, wanalia na wanaomboleza. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, ili usimame na huduma vizuri, hakikisha Mungu hatasema na wewe peke yako tu na watu hawajatofautisha. Naomba niseme na wewe mtumishi wa Mungu ambaye pengine unashindwa kuelewa jambo hili. Ni kweli kabisa Mungu atazungumza na wewe. Kwa nini? Kwa sababu wewe ndio una dhamana ya kutoa maelekezo kama malaika wa madhabahu fulani, wa kanisa fulani, la mahali fulani. Kwa hiyo Mungu anaweza kumtumia mtu yeyote kusema na wewe, kufikisha ujumbe kwako. Unaweza ukawa unakuhusu huo ujumbe au unawahusu watu wengine. Sasa wengi wamekataa ujumbe wa Mungu kwa vile tu Mungu hakusema nao, na kwa bahati mbaya anaweza akasema nao wasielewe. Mungu anapoona amesema na wewe mara ya kwanza, mara ya pili hujaelewa, anamtumia na mtu mwingine. Sasa kwa sababu ya kulinda heshima, unajikuta utendei kazi ujumbe wa Mungu, na shetani anapata nafasi ya kupandagiza na kuliharibu. Jambo ambalo kama ungefungulia mlango wa Mungu kusema na wewe kwa namna mbalimbali, kanisa lingekuwa salama na heshima yako ingebaki pale pale kama mtumishi wa Mungu, kwa sababu hakuna mtu yeyote anayeweza kuwa msemaji zaidi ya mtumishi wa Mungu, mchungaji. Lakini ukizuia Mungu asiseme na wewe kupitia watu wengine, Mungu anaweza kumtumia yoyote. Hatimaye ukadhani kama vile mtu ambaye hajafuata utaratibu, lakini kumbe wewe umezuia. Na kwa sababu kuna watu ambao Mungu anataka wasiangamie ndani ya madhabahu katika kanisa, ana uwezo wa kumtumia na mtu mwingine kwa njia yoyote ili kuponya hizo nafsi za watu ambazo zinaangamia pasipo kujua. Kwa hiyo watumishi wengi wa Mungu wamepoteza nafasi ya Mungu kusema nao kwa sababu ya vyeo na nafasi walizonao. Kwa vile waliwahi kutumiwa au wanatumiwa na Mungu, wamefunga milango ya Mungu kumzungumza nao na kuwakamilisha watakatifu. Kwa hiyo jihadhari mtumishi wa Mungu katika mambo haya makuu matatu ambayo mimi Mungu alinionya: kupenda pesa, dhambi ya uzinzi, majivuno, kujiinua. Na kuna watu wengi wameshindwa kuwasaidia viongozi wao kwa hofu kwamba atanielewaje, atapokeaje. Swala la atakuelewaje, swala la utaonekanaje ni la kwako, lakini Mungu anataka ufikishe ujumbe kwamba amesikia, hajasikia, sio jukumu lako. Amebadilika, hajabadilika, sio jukumu lako. Wewe jukumu lako umejithibitishia kabisa, ni Mungu anasema na mimi juu ya jambo fulani, nimuonye mtumishi fulani, nimuonye mtu fulani, mpendwa mwenzangu, nenda kamuonye, nenda kamuonye. Watu wengi wanaomboleza, wamejawa na manunguniko ndani ya mioyo yao, wamejawa na huzuni, wameishia kuwa wanafiki kwa sababu kuna vitu wameviona na Mungu amewasema nao, amewadhibitishia kwamba viko nje ya mapenzi ya Mungu, lakini hawajachukua hatua kwa hofu ya viongozi wao, kwa hofu ya watanionaje, itaonekanaje. Mwisho wa siku shetani amewaangamiza wote. Kumbuka, kipofu hawezi kumwongoza kipofu mwenzake, wote watadumbukia shimoni.
Kwa hiyo mtumishi wa Mungu unayenisikiliza, fanya bidii. Chachu kidogo uchachua donge zima. Wengi wamepoteza neema ya Mungu kwa sababu ya hofu ya kibinadamu. Sisi hatukuumbiwa roho ya woga na roho ya hofu, bali tumepewa roho ya ujasiri. Upendo wa Mungu haufurahii udhalimu. Ndio maana nasema iweni hodari na moyo wa ushujaa. Tukayatende yale ambayo Mungu anataka tukayatende kwa ujasiri wote, ili tukapate kuwa wakamilifu. Kumbuka, shetani anapomnasa mtu mmoja ndani ya madhabahu au katika utumishi wetu, amekunasa na wewe pia. Mchungaji, usijifariji. Unapouona uovu unatendeka kupitia washirika, unapouona uovu unatendeka umefanya wewe, usijifariji. Chachu kidogo uchachua donge zima. Wengi wamepoteza neema na kuangukia katika hukumu ya Mungu kwa sababu ya majivuno, namna Mungu alivyowahi kuwatumia, alivyowahi kusema nao, alivyowahi kutenda miujiza. Wameinuliwa, wamebarikiwa. Mungu sio Mungu wa historia. Mungu ni Mungu wa leo. Unaweza ukawa jana ulifanya vizuri, lakini ukapoteza ramani kwa leo, na Mungu atakuhukumu kutokana na leo yako, kile ambacho jinsi ulivyo leo. Hata yakumbuka mambo ya nyuma. Ulifanya mambo mangapi mazuri? Ulitembeaje kwa utakatifu miaka iliyopita? Anatazama mwisho wako kuliko mwanzo wako. Heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wa neno. Kwa hiyo tufanye bidii, watumishi wa Mungu. Na mtumishi wa Mungu naye nisikiliza, acha kuwatazama watumishi kwamba watanionaje. Kuna vitu kama watumishi wa Mungu tunajiona kabisa kwamba hapa nimekosea. Jiweke wazi hata mbele ya kanisa, kwa viongozi wako, waeleze kwamba kwa kweli katika hili sijafanya vizuri, Mungu anisamee, lakini niko tayari kurekebisha. Tufuate mapenzi ya Mungu, kwa sababu ukizembea kidogo, shetani hatishwi na ulivyokuwa jana, anatishwa na leo. Kosa kidogo ni mlango mkubwa wa shetani. Ndio maana Biblia inasema kwamba tusimpe ibilisi nafasi. Maana yake akipata anaitumia. Kwa hiyo tunaizibaje hiyo nafasi? Kwa kuwa makini pale Mungu anaposema na sisi, tusifanye mioyo yetu kuwa migumu. Watumishi wa Mungu, tuwe tayari kutengeneza, tuwe tayari kurekebishwa, tuwe tayari kuonywa, ili tudumu katika ukamilifu. Wengi wanasema nitapoteza heshima yangu kwa watumishi hawa, kwa washirika. Nataka nikwambie hivi, watumishi kama kanisa la Mungu, kitaka wakuamini, waone namna unavyoweza kujirekebisha wewe mwenyewe, kujikosoa hata wewe mwenyewe, kujiasesi na ukaona kuna kitu hakijakaa sawa. Lakini unapoona umekosea na jambo hilo linaathiri mwili wa Kristo, alafu ukaamua kushupaza shingo kwa kulinda heshima yako kama mtumishi wa Mungu, ujue hivyo ndivyo vinavyoangamiza, na hiyo roho itapandikizwa kwa kanisa la Mungu. Usije ukalaumu baadaye kwamba watu hawasikii maonyo, hawafundishiki, hawaelezeki, hawamwogopi Mungu. Angalia, unaweza ukawa ni wewe ulipanda hiyo mbegu. Wanapoona wewe uwezi ukaogopa, ukawa na hofu ya Mungu ya kutengeneza, wao pia hiyo roho itawaambukiza tu. Kwa sababu kuhani alivyo ndivyo na watumishi wake watakavyokuwa. Sura ya mtumishi wa Mungu yeyote ndiyo sura ya kanisa analoliongoza. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu. Zingatia haya. Yesu aliniambia anashughulika na kanisa kwa sababu wakati huu karibu sana, na kanisa limepoteza ushuhuda, na ndio maana alisema nguvu ya wokovu kwa watu wengine wa mataifa itatokana na uimara wa kanisa. Kwa hiyo Mungu akubariki mtumishi wa Mungu. Hebu yazingatie haya, wewe uliye na tumaini la uzima wa milele, na iko siku Mungu atajitukuza kwako na utafurahia kupenya ufalme wa mbinguni. Maandiko yanasema hivi, msifurahie tu kwamba mapepo yanawatoka watu, kwamba miujiza inawatoka watu, inatendeka kwa watu, lakini furahini kwa vile majina yenu yameandikwa katika kitabu cha uzima. Na hilo ndilo tumaini letu. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine tutazidishiwa. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Amen.